Na tuelekee Pwani sasa ambapo kongamano la 38 la kitaifa kuhusu utekelezaji wa haki limeingia siku ya pili huko Mombasa. Jaji Mkuu Martha Koome, makatibu na wakuu wa asasi za usalama wakiendelea kujadili mbinu na mikakati ya kukabiliana na ongezeko la visa vya dhuluma za kijinsia kwa watoto humu nchini. Francis Mtalaki anaungana nasi mubashara kutoka Mombasa kwa mengi zaidi. Asante sana Mashirima kutoka studio zetu hapa kaunti Mombasa. Kongamano hili limeingia siku yake ya pili hii leo na tayari wadau wanaendelea na vikao ambavyo vinalenga kuweza kukabiliana na masuala ya dhulma za kijinsia hasa kwa watoto, ambayo hapo jana pia tuliweza kushuhudia baadhi ya takwimu zikiweza kutolewa kuhusiana na masuala haya, na baadhi ya wadau ambao wameweza kufika hapa ni idara ya mahakama pamoja na idara ya kiongozi wa mashtaka ya umma pamoja na taasisi zingine, na wale ambao wanahusiana na visa hivyo wakiweza kuzungumzia mengi kuhusiana na swala hili, na wakisema kwamba wakitaja kwamba mkono wa sheria lazima uweze kushughuliwa kwa haraka, pamoja na kuweza kubuni baadhi ya mikakati, vitengo vya usalama vikitakiwa kwamba kuwekeza zaidi katika masuala haya. Lakini kwa sasa nipo na naibu mwenyekiti wa baraza hili la kitaifa la utekelezwaji wa haki ambaye pia ni kiongozi wa mashtaka ya umma Bwana Renson Igonga, na kwamba labda aweze kusonga karibu hapa tuweze kusema naye moja kwa moja. Kama naibu mwenyekiti wa baraza hili, ukisimama hapa tafadhali, tueleze labda kuna masuala haya ya kukabiliana na masuala ya dhulma za kijinsia, labda ni vipi tutaweza kusonga mbele kukabiliana na masuala haya? Asante Francis. Swala ya watoto haswa wale wachanga tumekuwa naye mengi, watoto kunajisiwa, watoto kuuawa, ama wamama wana wanawake kila wakati, lakini hatujakuwa na proper guidelines on how to do it. Lakini kwa sasa tumetoa mwelekeo kwa hili kongamano ambao tutatumia wakati wa kushughulikia mambo ya watoto wadogo kunajisiwa na wamama haswa. Na pia kuna wengine jana tumekusikia, na pia hili watakisema kwamba safari ya kutafuta haki ina muda mrefu sana. Labda ni vipi tunaweza kufupisha swala hili? Tumekubaliana kwa sisi wale ambao tuko kwa justice sector, haswa mahakama, hizi kesi tukileta kotini zichukua muda mfupi kumalizika. Tufanye ile tunasema back to back hearings, ndio kwa sababu ziishe haraka ili watu wapate haki na iwe funzo kwa wale wanafanya, wajue kwamba ukishtakiwa mwendo ni mfupi sana, sio kama zamani. Na pia kuna masuala ya uwekezaji hasa katika teknolojia ya kisasa katika kukusanya ushahidi, ni muhimu sana labda kwa yale mazungumzo ambayo mmefanya kwa sasa. Je, ni vipi tutaweza kupata swala hili kuweza kutatuliwa? Maana wengine wanasema kwamba labda kumekuwa na changamoto ya ushahidi wa kutosha mahakamani. Hilo ni jambo kuu sana, jambo ambalo tumejadiliana. Kwanza ofisi ya mashtaka ya umma tumekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba kila kitu iko kwa mtandao kidijitalia, kuhakikisha kwamba ushahidi unachukuliwa na unahifadhiwa, kwa sababu kila wakati unapata watoto saa zingine ama wale the victims wanaogopa kuja kotini ukichukua muda mrefu. Sasa tuna digitize all the evidence so that wakati tunakuja kotini, hata kama yule haji, tunaweza endelea hata bila yeye, kwa sababu tunaweka katika mfumo wa digitalia hiyo ushahidi. Na kuna swala la kuweza kuhakikisha kwamba labda kumekuwa na sheria mpya ambayo jaji mkuu ameweza kuizungumzia, itakwenda kusaidia vipi kama naibu mwenyekiti wa baraza hili? Ukiangalia hiyo sio sheria mpya haswa, ni kusahihisha amendment to the existing Sexual Offences Act. Kuna yale mambo ambayo hayakuwa kwa ile sheria na ni ya muhimu kwa wakati huu. Ukiangalia jinsi vile tulikuwa ile act imeandikwa, kuna vitu vingine venye vinafanyika wakati huu ambavyo haviko kwa hiyo act. Ndio kwa sababu tumeongeza ili tuwe tunase kila mtu. Kwa hiyo include hata AI so that we are able to use AI in evidence collection and presenting it to court. Mwisho kabisa, kama ofisi ya ODPP unahitaji nini hasa ile kujipa nguvu kazi hasa katika masuala ya ushahidi? Na nilimsikia jana Bwana Amina akizungumzia mambo kwamba kuna kitengo mahususi kimeundwa cha kukabiliana na swala hili.
Katika ofisi ya mashtaka ya umma sisi tuko na kitengo tumekuwa nacho kwa muda mrefu ambacho tunashughulikia mambo ya watoto ama sexual offenses. Kile shida yenye tuko na hatuko na enough personnel wa kufanya hiyo kazi na pesa za kununua vifaa vya kutumika katika hiyo, because tunataka katika kila ofisi ama katika kila county tuwe na ofisi specific ya kushughulikia mambo ya watoto ama mambo ya sexual offenses, lakini hatuna uwezo wa kuweka katika kila county. Tumefanya kama county 7 peke yake. Asante sana Bwana Destin Igonga ambaye ni kiongozi wa mashtaka ya umma akizungumza nasi moja kwa moja kutoka eneo hili la kaunti ya Mombasa, ambayo ni siku ya pili. Hapo kesho mashauri kongamano hili litakuwa linakamilika na baadhi ya mapendekezo basi kuweza kuwekwa bayana, lakini kuna mengi ambayo tayari yamekwisha zungumziwa, wadau wakaweza kukubaliana na vikao vinaendelea katika sehemu hii ya kaunti ya Mombasa ili kujadili tunaweza kuhakikisha kwamba ni vipi watakwenda kukabiliana na swala hili. Maana takwimu zilizotolewa kufikia sasa, mwaka jana zaidi ya watoto 9,000 waliweza kudhulumiwa kingono au kijinsia, na hivyo basi ukisema kwamba wana wa jinsia ya kike ndio imeweza kuathirika zaidi. Kwa hivyo tutazidi kufuatilia swala hili kwa kina, mapendekezo yatakapotolewa na tutaweza kuwajuza watazamaji wetu. Kwa sasa Sema na Citizen inachukua mapumziko mafupi, lakini kirudi upande wa pili Mashirima atakuwa anaendelea na taarifa zaidi.